Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kuchukua fursa hii kukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo. Leo hii tunaenda kuangazia eneo la malezi na familia, na hususan tunaenda kuangalia changamoto za familia za kisasa ama za leo. Wewe unafahamu kwamba katika vipindi vyetu vilivyopita tumezungumzia juu ya familia, umuhimu wa familia, na tukasema wazi kwamba tunapozungumzia familia ni ile taasisi ambayo katika hiyo wanadamu wanaandaliwa, na tukasema kwamba masuala kama ya maadili, malezi, upendo, uvumilivu, vyote hivyo watu wanajifunza kwenye familia. Na ndio maana tulisema kwamba ili tuweze kuwa na viongozi bora lazima tukubali kuandaa wao ama kuandaa kutoka kwenye familia zetu. Kwa maana hiyo kuandaa watoto wetu ili kuweza kuwa mahiri katika siku za usoni. Na wote tunajua kwamba mtu anapokuwa ameandaliwa vizuri katika community ama katika jamii, hawi tena msaada kwa familia yake tu. Huyu anakuwa ni msaada kwa jamii, msaada kwa familia, msaada kwa taifa na hata msaada kwa dunia nzima. Tunao watu ambao wamefanya kazi kwenye multilateral organization hapa kutoka Tanzania ama mataifa mengine. Tunao watu ambao wamekuwa ni viongozi wa kitaifa. Tukuwa na watu ambao wafanya biashara wakubwa kutoka nchini kwetu na hata mataifa mengine. Lakini huu ni mfano wa watu ambao bila shaka wakati mwingine wameandaliwa kutoka kwenye familia. Wewe tunakubaliana kitu kimoja kwamba hakuna mtu ambaye hajatoka kwenye familia. Hata yule mtoto anayelelewa kwenye kituo cha watoto yatima, hiyo ndio familia yake kwa wakati huo. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba mara nyingi watu wanaweza wakaiangalia familia kama kwa maeneo makuu kama matatu. Moja, tunasema kwamba ni ile unit cell ya familia ambayo tunasema kwamba ni baba, mama na watoto wao kama Mungu amewajalia kuwapata watoto. Lakini sehemu nyingine ni ile ambayo tunasema extended families, kwamba ni zile familia ambazo shangazi, mjomba, baba mkwe, mama mkwe na watu wengine ni extension kutoka kwenye wale ambao tumesema baba, mama na watoto. Hiyo nayo ni familia. Wengine wanaweza kusema ukoo, lakini wote hiyo ni familia. Kwa hivi tunaweza tukasema kwamba hata wewe ambaye unalelewa katika kituo fulani, nimesema hiyo ndio familia yako kwa wakati huo. Na mimi watu ambao wanafanya hizo kazi za kuwalea watoto aina hiyo ni watu ambao nawaheshimu sana, na bila shaka ni wazi kwamba ninapenda sana ile kazi wanayoifanya, kwa sababu they are doing a very noble work. Wanafanya kazi ambayo ni muhimu sana kwa maendeleo ya binadamu. Wewe unajua kwamba hakuna binadamu ambaye hakuzaliwa, lakini kuna nyakati binadamu amezaliwa akajikuta yuko kwenye mazingira magumu, na huyo binadamu anahitaji pia kuishi na kuendelezwa kama binadamu wengine. Kwa hivyo hata wewe ukiwa kwenye kituo cha malezi ama cha watoto yatima, bado wewe jua kwamba ile ndio familia yako ambayo unatakiwa kuipenda, kuiheshimu na kuendelea kuthamini mchango wa malezi unaotolewa katika hiyo familia, ili wewe uendelee kuwa binadamu kamili ambao unaweza ukawa fit kwa ajili ya kuchangamana ama kusaidiana na binadamu wengine katika maisha yako. Sasa tunaangalia changamoto za familia za kisasa, tuseme za kisasa ama za leo. Moja ya changamoto kubwa tunayoiangazia ni swala zima la maadili ama mabadiliko ya kimaadili katika familia zetu. Wewe utasikia kwamba wanasema kwamba kipindi hicho maisha yalikuwa mazuri, watu walikuwa wanafundishwa, vijana walikuwa wanaandaliwa, wale ambao kabla ya kuoa, wengine wanatafasiri mbalimbali, wanasema labda jando na unyago. Hiyo yote ilikuwa ni kwa ajili ya kuandaa vijana ambao kuenda kwenye matukio fulani, labda kwenda kuwa wanafamilia, kwa maana kama ni wa kiume aoe ama kama ni wa kike basi ataolewa. Sasa kumekuwepo na changamoto kubwa hasa ya mabadiliko ya kimaadili kutokana na maisha ya kileo. Na sisi lazima tukubali kwamba maisha ni dynamic, maisha sio static. Maisha yanabadilika kutokana na wakati. Na wakati ambao sisi tunauishi sasa ndio wakati tunao experience hayo mabadiliko ya kimaadili. Na haya mabadiliko ya kimaadili yanatokana na nini? Ni pamoja na kuexperience vitu kama unaona kwamba nyakati hizi
Watoto wetu mara nyingi wanatumia vifaa vya elektroniki, wanatumia simu, wanatumia laptops, wanatumia iPads, wanatumia kompyuta kwa ujumla, wanatumia television, na huko kuna maadili ambayo wanayachota pengine hata wazazi bila kujua. Kwa hiyo mwisho wa siku tunakuja kujikuta kwamba vile vifaa vinawafundisha watoto wetu maadili ambayo bila shaka kabla hawakuwa nayo. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaanza kuona kwamba kuna kuwepo na erosion fulani ama mabadiliko makubwa ya kimaadili nje kabisa ya maadili ambayo tulitegemea. Kwa hiyo unafahamu kwamba tuseme kwamba kabila ama maeneo mbalimbali wanakuwa na tamaduni fulani, na hizo tamaduni huwa zinawekwa kwa ajili ya kuwasaidia wale watu kuishi, kuendelea kuwa fit kwenye ile society. Lakini kwa sababu ya changamoto hizi za kimabadiliko ya kimaisha, basi unakuta kwamba watu wanaanza kubadilika tofauti. Wewe wakati mwingine, kwa mfano tutolee mfano kwa nia nzuri, kuna Wamasai ambao wao tunajua jinsi wanavyovaa, lakini unaweza ukamkuta Mmasai hivi sasa labda amevaa suti, unaweza ukaona ni mabadiliko fulani, lakini kwa sababu ile sio desturi yake. Desturi yake tunafahamu ni ile nguo ambayo nadhani wanaita rubega, kitu kama hicho. Kwa hivyo haya ni mabadiliko ambayo sisi hatuwezi kuyakwepa, lakini tunatakiwa kuwa makini na kuona kwamba tunaweza kumingo namna gani ama kuishi namna gani kutokana na haya mabadiliko ambayo yanajitokeza hivi sasa. Changamoto nyingine ya pili ni mabadiliko ya kiteknolojia. Kama nilivyosema awali, kwenye mabadiliko ya kimaadili teknolojia inachangia kwa kiasi kikubwa sana. Wewe angalia kwamba sasa hivi anaweza akawa mtu tu anatembea barabarani, ana chati na simu yake bila hata kuona mbele nini kinachotokea au nyuma nini kinachokuja. Na bahati mbaya sana hata kuna wengine labda washapata experience kama ya ajali kwa sababu kama hizo. Wewe leo unaingia kwenye familia, unakuta kwamba nyakati za kula kila mmoja yuko busy anatumia simu, watu hawazungumzi. Ule muda ambao wanafamilia wangeweza kuutumia kwa ajili ya interaction, kuzungumza, kubadilishana mawazo, haupo tena. Watu wanatumia vifaa vya simu kuanzia wakati wote sebuleni, wakiwa wanafanya shughuli zao za kawaida, wakati mwingine hata mpaka wanapoenda kulala bado wanaendelea kutumia vifaa vya simu. Kwa hiyo sasa haya mabadiliko ni kwamba kuna vitu ambavyo watu unakuta wako busy wanavichota kwenye hii mitandao ya kijamii, ama kutokana na hizi teknolojia walizokuwa nazo ambazo zinawadrive kabisa, zinawatoa kwenye hali ya kawaida ya ubinadamu wao ama ya utu wao ambao wangepaswa kuzingatia ama ya maisha yao ya kawaida. Alafu bahati mbaya unakuta kwamba wameadopt ama wameweza kuvipokea vitu vingine kutokana na hiyo teknolojia yenyewe. Unajua kwamba kitu kama mitandao ya kijamii ni kitu ambacho wewe hakina limit, kwa sababu kila ambacho tunakifanya hapa sasa hivi Amerika wanaweza wakakiona sekunde hiyo hiyo, ama nchi nyingine yoyote duniani wanaweza wakaiona sekunde hiyo hiyo. Wewe unatumia mtandao wa kijamii, unaona picha wanazoposti, unaona video zinazopostiwa na nini. Sasa zile pale hatuwezi kuwa na control yoyote ni kwa jinsi gani ambavyo zinaweza kumbadilisha mtu, lakini pole pole tunaanza kukuta kwamba vitu hivyo vinaingia kwenye familia na vinaonekana ni muhimu sana. Niliwahi kusoma kitu kimoja kwamba mtu mmoja ambaye ni mtengenezaji wa simu, alikuwa ni mtengenezaji wa simu, hasa kiwanda cha simu kwa maana hiyo niseme, mwandishi wake wa habari wakati yule ndugu aliyefariki, nadhani ni Steve Jobs kama sijakosea, mwandishi wake wa habari alipohojiwa alisema kwamba yule ndugu wakati alipokuwa akifika nyumbani alikuwa atumii kabisa simu. Ni kitu nilichoshangaa kwa sababu sikuamini kwamba kwa yeye ambaye ndio alikuwa anatengeneza hizo product angeweza kuwa na heshima kubwa kiasi hicho kwenye familia ama kwenye maisha yake ya kawaida, kwamba kuna nyakati ambapo zile vifaa yeye na watoto wake hawa entertain kabisa kutumia. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kama tusipoweza kutumia hivi vifaa kwa discipline ama kwa nidhamu na kujua kwamba ni maarifa gani ambayo tunachota, tutavikuta kwamba vimetudrive. Kuna familia zimegombana kwa sababu ya simu. Hivi ni vitu ambavyo viko obvious. Kuna watu wametofautiana kwa sababu ya masuala ya simu. Baba alikuwa anahitaji chakula, mama bati yuko bize labda kuangalia simu, au mama alikuwa anahitaji fulani, basi baba yuko bize kwenye mitandao ya kijamii ama kwenye matumizi ya simu, na mwisho wa siku imetengeneza msuguano, imetengeneza mgogoro na kuhatarisha kabisa uimara wa familia. Nini? Teknolojia.
Kwa hivi teknolojia ni kitu kizuri sana kwenye maisha yetu, lakini lazima tuangalie mipaka ya namna ya kukitumia ili kisilete changamoto kubwa sana, hasa kwenye ustawi wa familia. Pata muda baba na mama tunapokuwa nyumbani na watoto, kupata nafasi ya kuzungumza, kubadilishana mawazo, kula pamoja, na baadaye mtu anaweza kaendelea vizuri hata na simu yake ama kifaa chake cha kielektroniki anachokitumia. Hiyo ni jambo lingine la pili ambalo tunaona sasa hivi kwenye familia za kisasa ni changamoto kubwa. Changamoto nyingine ya tatu ambayo tunaiona wazi ni swala zima la maisha ya kiuchumi. Maisha ya kiuchumi. Wewe unafahamu kwamba unaamka asubuhi, kila mmoja unaanza kupigania maisha. Tunasema kwamba siku hizo unasema uko kwenye mapambano, unapambana nini? Unahitaji watoto wale vizuri, familia ile vizuri, watu waende shule, walipiwe ada, tuweze kukodi chumba ama kuweza kujenga ama kununua kiwanja. Kwa hiyo kukimbizana kwa maisha hasa ya kiuchumi ili familia ziweze kuwa stable kwenye upataji wa mahitaji ya kawaida imeanza kuwa ni changamoto nyingine ambayo inasababisha kuna kuwepo na changamoto kubwa kwenye familia za kisasa. Ndugu yangu, wewe utaona kwamba swala zima la fedha zisipokuwepo nyumbani inaweza ikawa ni mgogoro mwingine, ama uchumi ukiumba nyumbani inakuwa ni mgogoro mwingine. Kwa hivi tunatumia muda mwingi sana, ama familia za kileo tunatumia muda kuweza kuhakikisha kwamba uchumi unakaa vizuri. Mama anaondoka asubuhi anaenda kwenye kazi yake, baba anaondoka asubuhi anaenda kazini kwake. Wakati wa kurudi, wakati mwingine hujulikani itakuwa saa ngapi, ama ni usiku sana, watoto wameshalala, wamesaidiwa na dada wa nyumbani tu. Hakuna ambaye anafahamu nini kilitokea kwa watoto. Kwa hiyo mwisho wa siku inaanza, badala ya kuwa ni kitu ambacho kinasaidia, lakini kinaanza kuwa ni kitu ambacho polepole kinaanza kubomoa ile misingi ya familia, kwa sababu unakosa namna yoyote nzuri ya kuweza kutengeneza utaratibu fulani ambao utakuwa unaishi katika familia, kwa maana ya the family policy ama sera ya familia, kwamba familia yetu itaishije. Kwa nini? Kwa sababu kimsingi muda haupatikani. Watu wamekuwa busy, tunakimbizana na maisha, na mwisho wa siku hata ule muda kidogo tulioupata wakati mwingine tunaamua tu unatumika wakati huko na marafiki na ndugu wengine, na mwisho wa siku sasa watu wanashindwa kufahamiana vizuri nyumbani, na mwisho wa siku inaanza kutengeneza migogoro mingine. Kwa hivyo swala zima la kiuchumi kwa kweli tunahitaji kutafuta, lakini lazima tukumbuke pia kwamba ni lazima kama familia iweze kuwa na ustawi wake na namna ya kuweza kuiweka sawa ili iweze kwenda kudumu katika kuandaa na kutengeneza binadamu vizuri. Changamoto nyingine ambayo tunaiona kwenye familia za kileo au familia za kisasa ni swala zima la malezi ya watoto. Malezi ya watoto. Kuna nyimbo moja niliwahi kusikia kama vile watoto wanaimba, wanalalamika kwamba wametelekezwa, wanaonyeshwa picha zisizostahili, wanasikilizishwa muziki isiyostahili, wanavishwa mavazi yasiyostahili. Watoto wanalalamika, ni wimbo nilisikiliza. Lakini hata katika maandiko matakatifu inasema, Biblia inatueleza kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hivyo ndivyo tunavyojifunza kutoka kwenye maandiko matakatifu. Kwa hiyo inajulikana kabisa stability ya familia inategemeana pia na namna ambavyo watoto wamekuwa raised. Sasa tuangalie changamoto za kisasa kwamba za familia za kisasa. Muda na watoto hamna. Kwa hiyo watoto wanajilea wenyewe ama wanalelewa na dada wa ndani pale inapobidi, ama wakati mwingine kuna watoto ambao kabisa ni kama vile wanajilea wenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku tunakuwa na watoto ambao maadili yao inakuwa ni changamoto. Why? Kwa sababu sasa watoto wanashindwa kuwa na clear direction ambayo wazazi wangehitaji ili wao waweze kusimama katika hiyo. Na wewe unajua kwamba kati ya project ambayo mimi nimeishuhudia kwa ni project ngumu sana ni project ya malezi ya watoto, kwa sababu unajua kulea mtoto inahitaji moyo, inahitaji bidii, inahitaji ufuatiliaji, na kama hivyo vyote vinakuwa vipo, manake mtoto anachukua his own or her own direction or course of direction kwa sababu hapati guidance. Kwa hiyo kwenye familia zetu za kisasa ama za kileo, hiyo ni kati ya changamoto kubwa sana ambayo sisi inatu drive. Na
Katika hii ni kitu cha kusikitisha sana kwamba imefikia hatua hata watoto siku hizi, kwa sababu sasa tumeshindwa namna ya kulea. Ni kama sasa hivi na wao unaona kwamba ni kama watoto wanawaagiza au wazazi. Unajua, kwa mfano kuna sehemu moja niliwahi kuona picha moja, nadhani video kwenye sehemu moja, kwamba mtoto anamwagiza mama yake kwamba mimi nahitaji maji ya kunywa. Kwa hiyo mama anaenda pale, anaingia kwenye friji, anampatia maji, anakunywa. Kwa hiyo hapo maana yake nini? Unamuona ni mtoto mkubwa, lakini anamwagiza mzazi wake na mzazi ana respond badala ya kumwambia wewe nyanyuka, nenda kajiwekee maji unywe. Sasa vitu vya aina hii vinasababisha, na watoto nao wana saikolojia yao. Mtoto akishagundua kwamba anakumudu wewe mzazi au anamudu mzazi wake, anamuendesha tu sawa na mtu mzima ambaye anafahamu fulani na mudu, akamuendesha kama kawaida. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba badala ya sisi kuwalea watoto, ni kama watoto sasa wanageuka na kutufanya sisi kama ni wao sasa ndo wanatufanya sisi kuwa kama ni watumishi wao au wafanyakazi wao. Hicho ni kitu cha kukiangalia sana, kwa sababu mtoto mdogo lazima awe guided. Lakini kwenye familia za kisasa tunaona kwamba watoto kwa kiasi kikubwa ni kama wanachukua nafasi ya kuwafanya wazazi wao wawajibishe kwenye kufanya mambo fulani, badala ya wazazi kuwawajibisha watoto wao waweze kufanya mambo fulani. Unajua kwamba sasa hivi mtoto anaweza akaamua tu kwamba chakula hiki siri na kimeandaliwa katika familia, na mzazi ukahangaika ukatoka ukaenda sehemu nyingine kumtafutia chakula. Huo ni upendo ama hiyo ni mtoto kutaka kumwajibisha mzazi? Kwa hiyo nilipendezwa sana, siku moja niliona video ya mama mmoja anamuelezea mtoto wake kwamba chakula kinachoandaliwa nyumbani ndicho chakula kinachofaa, na sisi kama wazazi wako tunakuandalia chakula ambacho au tuna uwezo nacho, au kwa maana ya kwamba ndo kinachopatikana kwa wakati huo, ama tunaona hiki ndicho kinachokufaa wewe kulingana na umri wako. Kwa hiyo anamuelimisha mtoto wake kwamba sasa wewe isifikie hatua ukaamua tu kwamba mimi hiki chakula nilikuwa nahitaji nipe mayai na soda. Mzazi akamwambia tukitaka, ukiomba kitu cha aina hiyo, kuna nyakati tutakupatia, lakini kuna nyakati tutakunyima, kwa sababu sisi tunachokuandalia wewe ndo tunachoona kwamba kinakufaa wewe kama mtoto wetu kwa ajili ya kukitumia kulingana na umri wako, lakini pia kulingana na uwezo tuliokuwa nao sisi wazazi wako. Kwa hiyo kuna huu tamaduni ambao nimewahi kusikia pia kwamba hasa katika familia ambazo ni middle class earners, kwamba zile familia ambazo zinajimudu kwa hali fulani, kwamba maisha yanaenda na kinachohitajika pale nyumbani kinaweza kupatikana. Watoto wametumia fursa hiyo kutaka kuhitaji wazazi wafanye kila wanachokihitaji wao, badala ya wazazi kutaka watoto wao wafanye kile wazazi wanachokihitaji. Unajua, kuna kesi moja niliwahi kuona kwamba mtoto ameenda kumshtaki baba yake mahakamani, na jaji alishangaa, lakini mtoto alimshtaki yule mzazi kwa sababu gani? Anasema, mimi baba aliniahidi kwamba nikifanya vizuri kwenye mtihani wangu au kwenye mitihani yangu ataninunulia gari fulani, lakini sasa hajatekeleza hilo jambo hilo, na baba tangu niko mdogo kila nilichokuwa nikiomba alikuwa ananipatia. Kwa nini wakati huu anakuwa mgumu kunipatia kile kitu alichoniahidi? Kwa kweli ilikuwa ni kitu cha kushangaza, na hakimu alishangaa sana. Badala ya kufanya kazi ya uhakimu, akaamua kufanya kazi kama mlezi, kujaribu kumshauri mtoto kwamba wewe, mbona baba yako amekupeleka shule, amekusomesha, amekuwa anakupa zawadi mbalimbali, na wewe mwenyewe unakiri kwamba yeye chochote ulichokuwa unaomba alikuwa anakupatia. Why this time? Kwa nini wakati huu huwezi kumwelewa baba yako kwamba kila alichokuahidi sasa hivi hawezi kukitekeleza ama kukitimiza? Huu ni kati ya mfano ambao unaonyesha kwamba advancement ambayo iko kwa sasa hivi, hasa kwa watoto kwenye kutaka kuwa na haki za kutaka hata kuendesha masuala fulani hivi katika familia, zinakuwa kubwa zaidi kulinganisha na uwezo wazazi wa sisi wazazi kuwadhibiti watoto wetu waweze kukaa kwenye line ambazo sisi tungetamani waishi. Kimsingi mimi nadhani kwamba ni sisi wazazi ama wazazi ndo wangeweza kutamani watoto wao waishi aina fulani ya maisha, badala ya watoto wao kuanza kukomandi wazazi watekeleze yale ambayo wao wanayahitaji. Hiyo ni changamoto nyingine ya 4 ambayo tunaiona. Changamoto nyingine ya 5 ambayo naiona ni
Kumekuwepo pia na msuguano mkubwa katika maisha ya ndoa, na ndoa nyingi zikavunjika, na zingine ni kwa sababu ya mambo mbalimbali. Mimi nimeshuhudia kwa kweli ndoa zingine zinafungwa baada ya wiki, baada ya mwezi zinavunjika kabisa na ndoa zipo. Na changamoto kubwa pia inajitokeza, inaonekana ni kwa jinsi ambavyo maisha yanaenda sasa hivi. Maisha yanaenda kasi, tunasema mambo yanabadilika. Kwa hiyo wakati mwingine hata ule muda wa kusaidiana, kuchunguzana vizuri, kujua huyu ni nani, mienendo yake ikoje, na kipi anachokipenda, kipi akipendelei, imekuwa ni muda mdogo. Kwa hivyo wakati mwingine sasa watu wanaingia kwenye ndoa na mwisho wa siku wanakuja kupata tafasiri kwamba huyu niliyekuwa naye pengine sio yule ambaye nilikuwa nategemea kuwa naye. Kwa hiyo mwisho wa siku swala la mawasiliano imekuwa ni jambo gumu sana katika kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri katika familia, kwa maana ya muktadha huo. Kwa hivi tunaweza kusema kwamba changamoto hiyo ya kuto kuwepo na malezi ambayo yanapelekea vijana kuweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi na busara, hayo yanachangia kiasi kikubwa sana kwenye uimarishwaji ama kuhakikisha kwamba familia ziko stable, familia ziko imara. Kwa hiyo naweza kusema katika kuhitimisha kwamba kitu chochote katika maisha yetu au mambo mengi katika maisha yetu yanategemea taasisi ya familia na uimara wake. Tukiwa na familia ambazo zimesimama imara, tutakuwa pia na taasisi zingine ambazo zimesimama imara, tutakuwa na taifa ambalo limesimama imara, tutakuwa na biashara ama uchumi ambao umesimama imara, na tutakuwa na jamii ambayo imesimama imara. Kwa hiyo nawatia shime wazazi wote kwamba pamoja na changamoto hizi ambazo tunajua ni wazi katika familia za kisasa, lakini bado tusikate tamaa, tuendelee kudumu katika kutambua, kufuatilia na kuangalia namna bora ya kufanya, ikiwa ni pamoja labda kushiriki semina mbalimbali zinazoandaliwa na taasisi za kiroho ama taasisi zingine za kiraia, za kijamii, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kupata hayo maarifa ambayo yatatusaidia time to time tuweze kutengeneza maisha ya jamii yetu kuendelea kuwa stable na imara kwa ustawi wetu wote. Tunasema kwamba kila jambo huanza na wewe. So in this case it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante.